Naomba unipe sikio lako kidogo, tujifunze mambo matatu ambayo yanatupa somo linaloitwa nguvu ya kupata kitu chochote kwenye maisha yako. Najua ni somo ambalo litakufungua na litakufanya ufahamu vitu kadha wa kadha. Fumba macho yako, tumshukuru Mungu. Yesu, ninaomba utufundishe leo. Roho Mtakatifu tusaidie. Roho Mtakatifu tufundishe. Roho Mtakatifu tufungue. Roho Mtakatifu tufundishe. Roho Mtakatifu tufundishe. Roho Mtakatifu tupe kuelewa. Roho Mtakatifu tufundishe katika jina lako Yesu. Amen. Waraka kwanza Yohana sura ile ya 2 na mstari ule wa 10 anasema, bali yeye amchukiaye ndugu yake yu katika giza, tena anakwenda gizani, wala hajui aendako, kwa sababu giza limempofusha macho. Sikiliza, hajui aendako. Kwa nini? Giza. Kwa nini? Hana upendo. Kwa hiyo inawezekana kuna mahali unatamani kwenda, mpaka sasa hivi haujui unafikafikaje, aidha katika uchumi, katika maisha ya kawaida, katika ndoa. Kuna mahali unatamani kufika kwenye ndoa, kuna mahali unatamani kufika kwenye huduma, kuna maeneo mengi unatamani kufika, haujui, upo gizani. Kwa nini? Ukiona unapitia changamoto ya sintofahamu yoyote, elewa kwamba moyoni mwako kuna watu umewashika. Ninakupa concept ambazo najaribu kukufungua kwa njia ya kimaandiko. Ukiona unatembea gizani, aidha kwenye ndoto au maono, Mungu akakuonyesha uko gizani unatembea, manake anakuambia kwamba haujui unachokifanya, upo kwenye nyakati za kutokutambua cha kufanya, kwa sababu kuna watu umewashikilia moyoni. Chuki inakufanya uishi kwenye giza, manake kuna vitu hautavipata, kuna vitu hautajua, kuna vitu hautavifikia kwenye maisha yako. Ni somo gumu, lakini tamani Mungu akusemeshe jambo hapa. Kuna mazingira unapita ya sintofahamu, kuna vitu unatamani kuvipata katika ulimwengu wa kiroho au kimwili, lakini unashindwa kuvipata kwa sababu chuki. Kuna watu, kuna vinyongo, kuna roho fulani ambayo sio nzuri umeiruhusu ikae ndani yako. Hiyo itakufanya usipate vitu. Kwa hiyo ili upate vitu kwa Mungu, kwa binadamu, mazingira, kanuni inayoongoza kupata vitu ni upendo. Ndio maana upendo ndo nguzo muhimu sana kwenye maisha ya binadamu. Unaweza kuwa unapata fedha lakini ukakosa amani. Unaweza kuwa unapata vyovyote fulani, vitu fulani ambavyo ni material things, ambazo ni nzuri, vitu vya kimwili, bidhaa nini, lakini ndani ya moyo kuna giza lipo, kuna sintofahamu kubwa. Unatamani kujinyonga. Haujai kuona watu wana kila kitu lakini wanaishi maisha ambayo wanajinyonga, wanakufa. Mtu anatamani kujiua. Kwa nini? Ndio una vitu vyote lakini hauna nuru ndani. Kwa nini? Kuna chuki, kuna roho, kuna sintofahamu kubwa unayo ndani yako. Kwa nikutie moyo leo, Yesu yupo kwa ajili yako. Yesu yupo kwa ajili yako. Hautaki kuwa hivyo. Tamani kuwa na upendo wa kweli ndani yako. Tamani kubadilika. Kitu kingine cha pili ambacho kinakufanya upate vitu au ufike mahali ya kupata vitu ni heshima. Kuheshimiwa, kutambua nafasi. Naomba twende wote katika kitabu kile cha Mathayo, ile sura ya 10 mstari 41. Yesu anasema, ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nani? Ya nabii. Naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Hapa kuna maneno matatu. Kuna kumpokea mtu, nabii, nafasi na thawabu.
kumpokea. Nafasi, thawabu. Chukulia mfano rais amekuja nyumbani kwako na ule msafara wake, mawaziri, wabunge, madiwani, wenye viti. Utakapomuomba kitu, atakupa kisheria. Kwa mantiki nyingine itakuwa ni rahisi, manake waziri atakuwepo, mtendaji, mbunge, madiwani, wote wale watendaji wakuu watalishikilia lile jambo lako na litatokea. Lakini akija rais kwa jinsi ya kibinadamu kama rafiki yako, ukamwambia rais, naomba kitu fulani, kumbuka hapo hakuna waziri, bunge, hata ile nguvu ya utendaji au sheria haitakuwepo, manake hautapata. Hapo tunajifunza kwamba kumbe ili upate jambo la mtu lazima utambue nafasi yake. Nabii lazima umpokee katika ile nafasi yake. Lakini pia utakapompokea mtu katika ile nafasi yake, manake heshima, kumheshimu mtu katika ile nafasi alionayo, ndipo utakapopata cha kwake. Familia nyingi, baba, mama, watoto, vijana, hatufahamu hiki kitu. Unakuta baba haheshimiwi ndani, mama haheshimiwi, watoto wanadharau wazazi. Hii inapelekea mtoto usipate vya baba wala vya mama, zile baraka zake. Wala wazazi unakuta labda mama haupati vya baba, baba haupati vya mama, kwa sababu hamjui hivi vitu viwili kwamba vinaenda sawa. Heshima inaleta mambo. Mama, ukitaka baba akupe vya kwake, akupe mahitaji, pia jifunze kuheshimu. Baba, ukitaka mama akupe stahiki zako, jifunze kumheshimu. Sawa? Wakati mwingine usimvunjie heshima akiwepo watoto, mama, baba. Heshima itakufanya upate vya mtu. Sio tu hivyo, hata kwenye maisha yetu ya huduma, unapomfanya mtumishi wa Mungu kama rafiki yako, unakosea. Haijalishi mtumishi wa Mungu amekuzoea, mmezoeana, mnacheka, tunza heshima yake. Ndio unampenda kama mtumishi, lakini ile heshima yake unaitunza, kwa sababu utakapoendelea kumchukulia kama vile rafiki yako, hata atakapotamka neno la kinabii kwako, hautalipokea kwa uzito, sababu utasema tamka mambo gani? Jifunze hivi vitu, vitakusaidia. Watu wengi unalia, ninalia, kwa sababu haya mambo kwenye kipengele cha heshima tumekosa. Mungu anataka umheshimu. Ifike mahali mheshimu Mungu kama Mungu. Sawa? Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 13:58 utagundua na Mungu anataka heshima. Unajua kuna mahali ambapo licha kwamba Yesu alikuwa na nguvu nyingi, hakutenda miujiza pale, kwa sababu watu wale kwenye ule mji walikuwa hawamuamini wala hawamheshimu. Kumbuka pia hata ndugu zake, kwa sababu ya kutokumheshimu, hakuna ile miujiza aliyoiona. Yesu akasema nabii akubariki kwao. Kwa sababu gani? Usipompokea mtu katika ile heshima aliyonayo, manake hutapata thawabu yake. Ndo maana yake. Naposema thawabu, manake kile ambacho kinakuja na ile nafasi yake hautakipata. Kwa hiyo tamani sana sisi ambao tupo humu ndani tunaojifunza haya mambo, tuheshimiane. Mimi ni mtumishi wa Mungu, unavyo ni approach kama mtumishi wa Mungu. Siwezi kukuforce, but napenda sana ni tusaidiane pia. Kama mtumishi wa Mungu anaweza kukupa heshima wewe, jifunze nawe kuwapa heshima watumishi wa Mungu. Sio mimi tu, hata wengine. Uzuri ni kwamba ukija kwangu bila heshima, siwezi kukuelewa, yani siwezi kukusikiliza, kwa sababu naamini hautapokea kile ambacho nitakwambia. Maana ile neema, hata nitakapokupa mafunuo gani, nitakapokuchimbulia vitu, hautavipokea kwenye ule ukubwa. Labda uje kwa heshima. Hizi ni mambo ya kiroho. Kwa kuna namna unaweza kukuta umenijia kwamba hello,
mambo vipi? Unafikiri nitakujibu chochote hapo? Maana umenijia mimi kama vile ni kama watu wengine wa kawaida. Ukinijia kwa namna hiyo siwezi kukusaidia. Maana naelewa kwamba wewe kuna vitu umepungukiwa. Hata kama nitakusaidia bado uko gizani, hautanielewa. Ndio pale unakuta kila saa unakuta unamweleza mtu kitu kile kile. Sababu gani? Hajui kutepu neema ulionayo. Panaweza siwe sana. Kwa hiyo nakufundisha vitu vikubwa. Ndio maana kama umefuatilia, unaweza kumwalika mtumishi mkubwa kwenye huduma yako au kanisani kwako, lakini yule mtumishi asije kwenye hiyo kanisa. Kwa sababu gani? Haumapproach kwenye, haujui namna ya kumapproach mtu kulingana, humpi mtu heshima anayostahili. Kumbuka kwenye kitabu cha Warumi anasemaje? Anasema astahili heshima, si ndio? Hivi vitu sio kwamba ni dhambi kumheshimu mtu. Haimaanishi kwamba ukiwa mtumishi basi utakuwa ni mtu tu. No. Naongea hivi kwa msisitizo. Jifunze kuheshimu watumishi wa Mungu. Itakusaidia sana. Wanasema kwamba waimbaji hawaheshimu sijui. Hapana, watu wamelipa gharama kufikia pale walipofika. Ni sasa na wewe mtu ukute jenga nyumba yako vizuri, hafu mtu mwingine aje tu nyumbani kwako bila taarifa au bila kukuheshimu. Hautajisikia vizuri. Kwa sababu nyumba mpaka imesimama pale, umelipa gharama kubwa. Kwa lazima na mtu anapokuja kwako aje na heshima na adabu. Kwa hiyo unapomwona mtumishi au mtu yeyote amefika mahali fulani, hakufika kwa bahati mbaya. Kuna gharama alilipa. Kuna heshima alilipa. Aliheshimu baadhi ya mambo. Kuna vitu aliviacha ambavyo wengine wanavifanya. Kuna mambo amelipa, amefunga, amefanya nini. But jifunze basi kuheshimu. Huu ufalme wa Mungu ni ufalme wa kuheshimu. Ni ufalme wa protokoli, na heshima ni kitu cha msingi sana. Wakati mwingine ninapokuwa kwenye huduma na kuwa baba, ila nikitoka kwenye utumishi na kuwa tu mtu wa kawaida. Unaweza kanituma, nenda sehemu fulani ukanichukulia jambo fulani, nitaenda. Fanya hiki, nitafanya, kwa sababu naelewa sio kila wakati nitavaa ile kofia ya kitumishi. Kuna wakati nitakuwa tu kijana, baba atanituma, mama atanituma, baba ataniagiza, mwanangu nataka uniombee, mwanangu nataka fanye hivi na hivi, mwanangu kuna hiki na hiki. Ninapokuwa nyumbani kwetu na kuwa mtoto, maana nitamheshimu baba, nitamheshimu mama, japokuwa wakati mwingine wazazi wanaweza wakanipa ile heshima ya kitumishi hata kama ni kwa, lakini naweza naambia hapana, hapa nitafanya, hapa nitatenda. Hakuna kujiinua ukiwa kwa wazazi. Wewe ni mtoto. Hata kama upo kwa kubwa zako ambao wanakuzidi umri, hata kama ni mtumishi mkubwa, bado wewe ni kijana. Kuna wakati wa kuwasikiliza, na kuna wakati mwingine sio tu, kuna hata marafiki zako. Unapofika kwenye ile hali ya urafiki, jifunze kubadilisha. Usiendelee kukaa kwenye zile position za kuvaa kofia zako na kuheshimiwa. Hapana. Na kufundisha vitu ambavyo vitakusaidia kupata vitu kutoka kwa watu. Ukiwa kwa kubwa zako uwe mdogo, ukiwa kwa wadogo zako uwe mkubwa. Yesu apewe sifa. Yaani usiwe ni mtu ambaye una kiburi cha uzima. Yesu apewe sifa. Hivi na kuelekeza, hata kama ukiwa nyumbani wewe ni mtumishi, ukirudi nyumbani kuwa mama, kuwa baba. Watoto wa kuchezea, watoto wa kulilia, watoto fanye hivyo. Usifike nyumbani ukaanzisha heshima zile za kazini. Wewe ni mama, unafanya kazi, unaheshimiwa, wewe ni bosi. Ukirudi nyumbani uwe mama, vaa vitenge, ingia jikoni, pika. Mpikie mume wako, msikilize mume wako. Ukirudi nyumbani wewe ni mwanamke. Yesu apewe sifa. Haleluya. Natamani kuna kitu Roho Mtakatifu atusaidie, na kuna mahali Mungu anatupeleka. Lakini jifunze kuheshimu watu. Heshima itakufanya upokee vitu. Ndoa nyingi zinaharibika
Kampuni mengi yanakufa, biashara nyingi zinakufa kwa sababu hatujifunzi kuheshimu watu. Ukiwepo humu ndani, nitakuita mwana wa Mungu, nitakuita mtumishi, sitokuita kwenye yale majina kama wengine, nitakupa heshima yako. Lakini na wewe jifunze kuheshimu watumishi. Tuna viongozi kwenye hii huduma, waheshimu. Usiwaapproach kana kwamba unamapproach mtumishi mtoto mwenzako. Hapana. Muapproach mtu kwa adabu zote, ukijua huyu ni mtu ambaye amebeba kitu kwa ajili yangu, na utapata muujiza wako. Kitu kingine cha 3, jifunze. Imani itakufanya upokee vitu. Imani inakufanya upokee mambo. Imani kwa Mungu, imani kwa watu. Kama utashindwa kuwaamini watu na kuwakabidhi watu majukumu, manake na wewe kuna mahali hautaaminiwa. Lakini pia sisemi kwamba muamini kila mtu, hapana. Lakini hiki kwenye eneo la imani, geuza mziki kwako sasa. Naposema kugeuza mziki, namaanisha kwamba tamani wa kuamini wewe. Tamani Mungu akupe kuaminiwa. Unajua kuna vitu tunavikosa kwenye maisha kwa sababu watu hawatuamini. Iko hivi, kuolewa au kuoa au kupata jambo au mtu kukupa kitu cha thamani, ni lazima kuamini. Hata Mungu kukupa huduma, lazima kuamini kwamba wewe utaweza kutunza watu au utawatukana watu. Kwa sababu kila siku utakuwa unapigiwa simu, mtumishi niombe, mtumishi na hiki, mtumishi bwana, mbona upokee simu zangu? Je, utawatukana watu? Hapana. Lazima ujifunze Mungu akuamini. Kuna vitu vingine unavitamani, lakini Mungu akikupima anajua wewe bado wewe una utoto sana. Hawezi kukupa ndoa, utamuumiza mume wako. Hawezi kukupa huyu kijana, utamuumiza kwa sababu bado hujakomaa. Hasa iko hivi, Shetani akitaka kukukosesha jambo lolote, iwe kwa Mungu, kwa mtu, atakunyima hivi vitu 3. Na hivi vitu 3 natamani leo nifanye maombi na mabinti au wale ambao wanataka kuolewa. Nitafanya pia maombi na vijana wa kiume. Tuko pamoja. Tamani sana Mungu akufungulie hivi vitu, kwa sababu wachawi wakitaka usiolewe, watakuvika sura mbaya au sura ambayo haina kibali. Kwa mantiki nyingine, watafunga usipendwe, watafunga usiaminiwe kama mama, kwamba unaweza ukamiliki ukaolewa na kutunza ndoa, maana utakosa kibali. Watakufunga usiheshimiwe, yani mtu anaweza anakuona wewe ni kama takataka, kukutumia kufanya uchafu na kukuacha. Maana hizo ni kazi za wachawi. Kwa sasa leo tutafanya maombi na mabinti na wamama ambao wanahitaji kuolewa. Yesu apewe sifa. Lakini tamani sana Mungu akupe kupendwa. Tamani Mungu akupe kuheshimiwa. Tamani Mungu akupe kuaminiwa kwenye maisha yako. Uwe ni kijana, uwe ni mama, binti, baba. Ukiwa na hivi vitu 3 kwenye maisha yako, utapata vitu vingi. Lakini pia muamini hivi vitu 3, vipeleke sasa kwa Mungu. Muamini Mungu, jifunze kumwamini Mungu. Jifunze kumheshimu Mungu, ukiwa sirini, ukiwa hadharani, ukiwa kwa watu, ukiwa peke yako. Mheshimu Mungu. Kuna vitu navifanya ukiwa peke yako ni vya aibu, Mungu anachukia. Jifunze kumheshimu Mungu hata ukiwa peke yako. Kuna vitu najifungia mwenyewe, Mungu anashindwa kukutendea kwa sababu haujifunzi kumheshimu Mungu. Kuna milango unaifungua mwenyewe ukiwa peke yako. Unaangalia nini? Unasema nini? Unaongea nini? Unafanya nini? Mheshimu Mungu. Tuko pamoja. Acha mbwembwe, acha mitego, acha hayo mambo. Mheshimu Mungu. Najua unaelewa ninachokizungumza. Kwa Mungu anataka umpende, anataka umheshimu, anataka pia umwamini. Katika situation yote unayopitia muamini. Lakini mke wako anataka umpende,
mume wako anataka umheshimu, hata kama ana mapungufu, ndio, hata kama amekukosea, ndio. Jua kwamba ndoa au mahusiano ni mambo ya kiroho. Kuweza kustahimili mahusiano au mikiki kwenye mahusiano, ni lazima uwe kiroho zaidi. Usichukulie mwilini, uwe kiroho rafiki. Utamwona Mungu. Tunaenda kuingia kwenye maombi ya kufunguliwa. Tenda kuombea mabinti na vijana, lakini pia tunaenda kufanya maombi ya moto.